أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saidi sana anasema nilikuwa naeleza maelezo ya vita ya Banu Qurayza. Maelezo yake mengine ni kama hivi: waislamu waliouawa shahidi, kuhusu wale imeandikwa ya kwamba katika vita hii waislamu wawili waliuawa shahidi, Khalad bin Suwaid na Munzar bin Muhammad. Na idadi ya mayahudi wa Banu Qurayza waliouawa, kuhusu watu hawa imeandikwa ya kwamba katika vita ya Banu Qurayza mayahudi waliouawa kwenye idadi yake kunapatikana hitilafu. Ibn Ishaq ameandika kuwa idadi yao ilikuwa ni 600. Sawa na riwaya moja idadi yao ilikuwa ni 700. Suheli anasema idadi yao ilikuwa ni 800 hadi 900. Imam Tirmizi na Imam Nasai wameandika wapiganaji 400. Ibn Saad pia ameeleza kati ya 600 na 700. Hazrat Bashir Masahib amefanya tahkiki yake kwa kupitia vitabu vya historia. Anaandika kwamba takriban siku ile watu 400 sawa na hukumu ya Saad bin Muaz waliuawa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amuru maswahaba akawasimamia mazishi yake. Wapinzani wa Islam wakieleza idadi, wakitia chumwi, wanaita Islam dini yenye kuzulumu. Wanajaribu kufanya hivyo, ila hali tukiangalia hali halisi na hoja sawa na historia inayoaminika, idadi hii inafikia takriban 400 ambao walikuwa wapiganaji. Na ndiyo maana kwa kuchimba handaki katika nyumba moja wakazikwa mle. Mtaalamu mmoja mwanajumuiya wa zama hizi Sayyid Waqas Sahib amefanya tahqiq kubwa juu yake na ameandika vizuri sana. Yeye kwenye kitabu chake Mtume Mtukufu na Mayahudi wa Hijaz anaandika ya kwamba tukiangalia mjadala wa idadi ya Banu Qurayza waliouawa, hapo yeye amezungumzia baadhi ya maswali ambayo baadhi yao yana mantiki kwa kiasi fulani. Moja, yeye amechukulia usuli ile ile ya msingi ambayo ni usuli ya kawaida sana, kwamba iwe hadisi au historia, riwaya zake haziepukiki kutoka mjadala wa kuwa dhaifu au zile zilizotengenezwa. Hivyo kuendelea kuziamini riwaya zote kwa kufumba macho si busara. Kisha wanaume 600 hadi 900 wenye kuuawa pamwe na wake na watoto wao, ambao idadi yao sawa na hisabu ya wastani haitakuwa chini ya 5,000 au 6,000. Kuhusu hawa kusema kwamba waletwa Madina wakifungwa na kamba na wakawekwa katika nyumba 2 na chakula na mahitajio yao, ilhali waislamu wenyewe walikuwa wanaishi kwa njaa, kisha kuwapeleka wote ili kujisaidia na kuto kujaribu kwa yeyote kutoroka au kupiga kelele, na wakati wa usiku kuchimbisha mashimo kwa ajili ya watu hawa 600, ilhali handaki iliyokuwa imechimbwa muda si mrefu ilikwepo. Kisha watu 2 watatu, yani Hat Ali na Hat Zubair kuwaua hawa wote, na
kuto kueleza kwa masahaba hawa tukio hilo na kuto kuelezwa katika bukhari na muslim juu ya idadi yake. Mambo mengine ya namna hiyo yanatuongoza ya kwamba riwaya hizi zinatakiwa kuchambuliwa kwa upya na iangaliwe ya kwamba riwaya hizi zisiwe zimetiwa chumvi mno. Anaandika ya kwamba kwa hakika watu wajao wamebadilisha matukio haya ili kutia mafuta juu ya uadui wa mtume sallallahu alaihi wasallam na waislamu kwa mayahudi, kwani neno lililotumika katika bukhari ni hili ya kwamba hasad alikuwa amesema katika hukumu ya kwamba tuktalu lmuqatila, yani wapiganaji wa hawa wa uwawe. Sasa wanahistoria wa kawaida na walioeleza fafanuzi na waandishi wa sera wamefasiri ya kwamba kila mwanamume ambaye alistahili kupigana vita auawe, bali wao wakapanua neno hili kiasi kwamba maana ya kustahili kwa vita akachukuliwa kila mtu mzima, na hata kiwango cha ubalehe wakaunda wenyewe wakisema kwamba baadhi ya watu walikuwa wamewekwa ambao walikuwa wanakagua alama za kila mtu kuwa balehe, kisha walikuwa wakitangaza kwamba huyu ni mzima, na hivyo idadi hii ikaendelea kuongezeka. Wametia chumi kiasi hicho, lakini wale walioelekea upande wa idadi ndogo wao wamefasiri neno la mukatila kwa mipaka na wakamaanisha wanaume walioshiriki katika vita ile ambao sawa na tahkiki yao hawazidi 20, yani wamepunguza sana, na hiyo inaeleweka kimantiki. hiyo ni tahkik yake, lakini baadhi ya maelezo yake yana mantiki yanayoweza kufanywa kuwa msingi katika tahkiki. Hamid Bashir Ahmad Saheb akitoa jibu la shutma zilizoletwa na wanahistoria wasiokuwa waislam kuhusu idadi ya mayahudi waliouawa katika vita ya Banu Qurayza, ameeleza ya kwamba kuhusu tukio la Banu Qurayza, baadhi ya wanahistoria wasio waislam wameshambulia zidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa njia mbaya sana, na kwa sababu ya kuwa auzibu mayahudi takriban 400 adhabu ya kifo, wamemtaja Mungu apishe mbali mtawala mzalimu na mjeuri. Msingi wa shutuma hii unatokana na ubaguzi wa kidini ambao katika swala la Islam na mwanzilishi wa Islam wanahistoria wengi waliolelewa katika mwanga wa kimagharibi hawakuweza kuepukana nao, yani hata Waislamu pia wamekuja chini ya athari yake. Katika jibu la shutuma hii anaandika ya kwamba kwanza jambo hili likumbukwe ya kuwa kuhusu Banu Qurayza hukumu inayoitwa hukumu ya kizulma ilikuwa ni hukumu ya Saad bin Muaz na haikuwa ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa kuwa haikuwa hukumu yake, hivyo hiyo haiwezi kuwa sababu ya kumletea shutuma. Pili, hukumu hii kwa mujibu wa hali zitokazo haikuwa batili na yenye zulma, hali ambazo maelezo yake yameshatangulia haikuwa yenye zulma. Jambo la tatu ni kwamba kwa sababu ya ahadi ile aliyokuwa ameichukua Saad kutoka kwa mtume kabla ya kutoa hukumu, mtume alikuwa akiwajibika kutekeleza sawa na hukumu yake. Jambo la nne ni ya kwamba wakusifu walikubali hukumu hii wala hawakuipinga na wakaichukulia kama takdiri ya Mungu, kama inavyozihiri kutoka maneno ya Huyai bin Akhtab aliyotamka wakati wa kuuawa. Katika hali hii haikuwa kazi yake kwamba angeingilia kati. Baada ya hukumu ya Saad, mtume alikuwa akihusika na swala hili kwa kiasi hicho tu ya kwamba yeye chini ya nizamu ya serikali yake angetekelezesha hukumu yake kwa njia nzuri, na imekwisha elezwa kwamba mtume akaitekelezesha kwa njia ambayo inaweza kufahamika kuwa mfano wa rehma na huruma. Yani watu hawa kabla ya utekelezaji wa hukumu, maadamu wakabaki katika hali ya kufungwa, mtume akawaandalia maandalizi mazuri ya malazi na chakula, na ulipofika muda wa kutekeleza hukumu ya Saad, mtume akaitekeleza kwa njia ambayo ilikuwa rahisi kwa wakosefu.
yani mmoja akizingatia hisia zao akatoa amri kwamba wakati wa kumua mmoja asiwepo mbele yake mwingine, bali historia inatupasha kwamba watu waliokuwa wakiletwa mahala pa kuuawa hawakuwa na habari kwamba tunakwenda wapi, mpaka walikuwa wakifika mahala pa kuuawa. Pamoja na hayo, mtu yeyote ambaye ombi la msamaha wake likiletwa mbele yake, ye akakubali mara moja na akawasamehe na akatoa amri kuhusu familia na mali zao kwamba wao warudishiwe. Zaidi ya hayo, kuna nini kinachoweza kufanywa kwa mkosefu mmoja? Basi kuhusu tukio la Banu Qurayza, mtume hawezi kushutumiwa hata kidogo, bali haki ni hii kwamba kisa hiki ni uthibitisho ulio wazi wa hulka zake tukufu na uzuri wa usimamizi na rehma na huruma ya nafsi yake. Sasa kilichobaki ni swala la hukumu yenyewe. Hivyo kuhusu hiyo twaweza kusema bila kusita kwamba humo haina hata chembe cha zulma na ujeuri wowote, bali ilikuwa ikitokana na adili na haki kabisa. Kwa ajili yake kwanza kabisa tutalazimika kuona kwamba Banu Qurayza walikosea nini na katika hali gani wakatenda. Basi historia inatupasha kwamba mwanzoni mtume alipokuja Madina, wakati ule makabila matatu ya Mayahudi yalikuwa yakiishi, yani Banu Qainuqa, kabila Banu Nazir na kabila Banu Qurayza. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya hijra, kazi ya kwanza ya kisiasa aliyoifanya ilikuwa ni kuwaita viongozi wa makabila haya matatu na kufunga nao mkataba mmoja wa suluhu na amani. Masharti ya mapatano haya yalikuwa ni kwamba Waislamu na Mayahudi wataishi Madina kwa amani na watakuwa na mahusiano ya kiurafiki kati yao, na hawatatoa msaada wa aina yoyote kwa adui wa kundi jingine, wala hawatakuwa na uhusiano wowote na maadui zao. Na Madina ikishambuliwa na kabila au makabila ya nje, wote kwa pamoja watapigana nao. Na waliopatana, ikiwa mtu au kundi lao moja litavunja mkataba huo au watakuwa sababu ya kuleta fitina na ufisadi, kundi jingine watakuwa na haki ya kuchukua hatua zidi yake, na hitilafu zote na mizozo italetwa mbele ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hukumu yake itawalazimu wote kukubali na kutekeleza. Lakini hii itazingatiwa kwamba kuhusu kila mtu au kaumu hukumu itolewe kwa mujibu wa dini na sheria yake. Hili ni jambo nyeti. Hukumu itakayotolewa itakuwa sawa na dini na sheria yao. Pamoja na hayo kwamba serikali ya Waislam ilikuwa imechukua madaraka, Mayahudi namna walivyotimiza mkataba huo, jibu lake ni hili kwamba kwanza kabisa kabila Banu Qainuqa walivunja ahadi na wakikatisha uhusiano wa kiurafiki, wakaanza kupigana vita na Waislam na wakashika njia mbaya ya kuwazalilisha kina mama Waislamu, na kisha wakakaidi kwa kibri sana nafasi ya uwenyekiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao kwa mujibu wa mkataba wa kimataifa alikuwa nao. Lakini waliposhindwa mbele ya Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasamehe na akaishia juu ya kuwachukulia tahadhari kiasi hiki tu kwamba Banu Qainuqa wakitoka Madina waende kuishi mahala pengine ili amani ya mji isiharibike na Waislamu wasalimike na shari ya adui aliyejificha. Hivyo watu wa kabila Banu Qainuqa wakichukua wake na watoto wao kwa amani sana na wakitoka Madina wakaenda kuishi mahala pengine. Lakini makabila mengine mawili ya Mayahud hayakupata somo kutoka tukio hilo, bali huruma yake ikawapatia ujasiri mkubwa zaidi, na muda mwingi haukupita ndipo kabila jingine la Wayahudi Banu Nazir pia wakainua kichwa, na kwanza kabisa kiongozi wao mmoja Ka'b bin Ashraf akivunja mkataba akaenda kuungana na Quraysh na makabila mengine ya Warabuni.
na akaanza kupanga njama dhidi ya waislamu na akawachochea washenzi wa warabuni dhidi ya mtume salallahu alaihi wasallam na masahaba zake na akatunga shairi yenye kuchochea dhidi ya waislamu, vitu ambavyo vikaleta hali ya kutisha kwa waislamu kwenye nchi nzima. Na kisha mtu huyo mwenye bahati mbaya akitaja majina ya kina mama waislamu wenye heshima akawafedhehesha na mwishowe akapanga njama ya kumua mtume salallahu alaihi wasallam. Na kwa amri ya mtume salallahu alaihi wasallam mtu huyo akafikia mwisho wake. Kabila lake wakiwa pamoja wakasimama dhidi ya waislamu, na tangu siku ile banu nazir wakikaidi mkataba wakaanza kupanga njama dhidi ya waislamu, na kisha kabila zima kwa pamoja likapanga mpango wa kuumua mtume salallahu alaihi wasallam, na wakaamua ya kwamba hata kama wafanye nini mtume salallahu alaihi wasallam asiachwe kuwa hai, ilhali katika mkataba wa awali wote walikwepo kwamba ikiwa mtu fulani atatenda kibaya wote watamwazibu bila shida yoyote. Kwa vyote vile mtume salallahu alaihi wasallam baada ya kujua kuhusu njama zao za kumwaga damu, alipochagua njia ya kuwapa onyo na adhabu, wao kwa kibri sana wakawa tayari kupigana vita dhidi ya waislam, na katika vita hii banu quraiza wakawasaidia. Lakini banu nazir waliposhindwa, sasa hapa banu quraiza waliwasaidia banu nazir, wao pia wakavunja mkataba. Lakini banu nazir waliposhindwa, mtume akawasamehe banu quraiza, japokuwa wao walikuwa wameungana na banu nazir. Mtume akawasamehe banu quraiza na pia akawaruhusu banu nazir kuondoka kutoka madina kwa amani. Lakini alichofanya ni kwamba hakuwapa ruksa ya kuondoka na silaha. Lakini banu nazir wakalipiza hisani hii kwa njia hii ya kwamba wakitoka madina viongozi wao wakaitembelea nchi nzima na wakichochea makabila mbalimbali ya uarabuni, wakatayarisha jeshi kubwa sana na kuja kuishambulia madina, na wote wakaahidiana kwa nguvu ya kwamba hawatarejea mpaka wafute na waangamize islam. Katika muda huo wenye hatari ambao muhtasari wake umeelezwa hapo juu, kabila la tatu la mayahudi banu quraiza wakafanya nini? Na hili ni kabila ambao mtume wakati wa banu nazir, wakati wa vita ya banu nazir, akisamehe usaliti wao alikuwa amewatendea kwa hisani makhsus. Mtume alikuwa amewatendea banu quraiza kwa hisani, na kisha hisani ya pili aliyofanya juu yao ilikuwa ni kwamba kabla ya hijra ya mtume salallahu alaihi wasallam wao walikuwa wakihisabiwa watu duni katika cheo na haki kuliko banu nazir. Makabila haya banu nazir na banu quraiza kulikuwa na tofauti katika daraja zao. Banu quraiza walikuwa wakihisabika watu duni kuliko banu nazir, yani mtu yote wa banu nazir angeuawa na mkono wa banu quraiza, muaji alikuwa akiuawa kama kisasi. Hii ilikuwa ni kanuni moja. Lakini mtu wa banu quraiza angeuawa na mkono wa banu nazir, kulipa dia kulikuwa kuna tosha tu, yani kwa kupokea dia muaji alikuwa anaachwa huru. Lakini mtume salallahu alaihi wasallam akawapa banu quraiza haki kwa usawa wa wakazi wengine. Lakini zidi ya hisani hizi azimu banu quraiza wakasaliti, na wakasaliti katika muda mzito ambao haujawahi kutokea kwa waislamu. Mfano wa banu qainqa ulikuwa mbele yao, wao hawakunufaika nao. Tukio la banu nazir lilikuwa limetokea mbele ya macho yao, wao hawakupata somo kutoka kwao. Na walipofanya wakafanya nini? Walichofanya ni kwamba wakivunja mkataba wao na wakisahau hisani za mtume salallahu alaihi wasallam, wakati ule ambapo waislamu 3,000 katika hali duni na mbaya kabisa walikuwa wamezingirwa na jeshi kubwa 10,015 la makafiri. Na kwa kuona udhaifu wao, vifua vyao vilikuwa vinafika koni wakati wa vita ya handaki, na mauti walikuwa wakiona mbele ya macho yao.
wao wakatoka nje ya ngome zao yani banu kureza na wakawashambulia kina mama waislamu na watoto kutoka nyuma na wakijitenga na umoja wa waislamu na wakajiunga na umoja ule wa kumwaga damu ambao nia na kusudio lao lilikuwa ni kuangamiza islam na mwanzilishi wa islam ndiyo mwanzilishi huyo huyo wa islam ambaye baada ya kuja madina kazi ya kwanza aliyofanya ni kwamba yeye alikuwa amewafanya mayahudi wale kuwa marafiki zake na washiriki wa mkataba wake hili ni jambo la kuzingatiwa mtume baada ya kuja madina akawafanya mayahudi kuwa marafiki zake na mayahudi kazi yao ya kwanza ilikuwa ni kwamba wao pia wakamkubali kuwa rafiki na raisi wa demokrasia katika hali hizi kitendo hiki cha banu quraza hakikuwa uvunjifu wa ahadi na usaliti tu bali ilikuwa na rangi ya usaliti na uasi hatari mno na usaliti ambao ikiwa mpango wao ungefanikiwa maangamio ya waislam na heshima na dini yao ilikuwa ni jambo la yakini basi banu quraza hawakutenda kosa moja tu bali wao wakatenda makosa ya kuvunja mkataba na kusahau hisani wakatenda matendo ya usaliti na uasi wakatenda matendo ya uasi na kupanga mipango ya mauaji na wakatenda matendo hayo katika hali hii ambazo zingeweza kuipa kosa moja sura ya kutisha na mahakama yoyote ya kidunia isiyo na ubaguzi haiwezi kukuta hata chembe cha huruma kwa ajili yao katika hali hizi adhabu yao haikuwa nyingine isipokuwa ile waliopewa ni zwahiri shahiri ya kwamba wangeweza kupewa adhabu za aina tatu tu awal kufungwa katika madina pili kufukuzwa nchini kama ilivyotokea katika swala la banu kainqa na banu nazir tatu kuuawa kwa wapiganaji wa vita na wengine kufungwa ndani sasa tafakarini kwa uadilifu kwamba sawa na hali za zama zile njia ipi ilikuwa rahisi kwa waislamu kufunga kwa kaumu moja adui katika mji wao kwa mujibu wa zama zile kulikuwa nje ya uwezekano kwani mara baada ya kuwafunga ndani waislam ndio walikuwa wakiwajibika kuhusu malazi na chakula chao kitu ambacho hawakuwa na uwezo wake pili katika zama zile hakukuwepo magereza yoyote na kuhusu wafungwa hii ndio ilikuwa desturi kwamba walikuwa wakigawiwa kwa kaumu iliyoshinda ambapo kiuhalisia walikuwa wakiishi kwa uhuru katika hali hizi kubaki kwa kundi lenye njama na adui katika madina kulikuwa na mambo mengi yaliyo hatari ndani yake na kama banu quraza wangetolewa hukumu hii kwa yakini maana yake ingekuwa hivi kwamba wangeendelea kuwa huru ili kuleta fitna na ufisadi na njama na mipango ya kisirisiri waliokuwa nao kabla isipokuwa waislam sasa wangewajibika kuvumilia matumizi yao yaani mwanzoni kama walikuwa wakila kutoka mfuko wao na walikuwa wakifanya njama zidi ya waislam sasa kama wangepewa ruksa ya kuishi mjini basi wangekula kutoka mfuko wa waislam ambao wenyewe hawakuwa na chochote na pia wangekata shingo za waislamu yani wangefanya njama zidi ya waislamu asili yao ilikuwa ni kufanya njama na katika nyumba za waislamu na kwa sababu ya kuishi pamoja nao hatari zingine ambazo zingeweza kutokea zilikuwa nyingine hamid abshir masab anaandika kwamba katika hali hizi sizani kwamba mtu yeyote mwenye akili timamu anaweza kuwa na rai hii kwamba banu quraza wangeweza kupewa adhabu hii ya kwamba wangewekwa mjini sasa ama adhabu ya pili yani kuwafukuza nje ya nchi adhabu hii bila shaka kwa mujibu wa zama zile ilikuwa ikifahamika kuwa njia nzuri ya kusalimika na shari la maadui lakini uzoefu wa kufukuza kwa banu nazir ulikuwa unaeleza wazi kwamba katika swala la mayahudi njia hiyo haikuwa chini kuliko njia ya awali katika hatari yani kutoa ruksa kwa mayahudi ili kutoka nje ya madina haikuwa namna nyingine isipokuwa kuongeza idadi ya wapinzani wa islam bali
waende kukutana na adui wengine wa islam, watu ambao kwa sababu ya mipango yao na njama zao na mipango yao ya kisirisiri walikuwa wakitamani kuwa viongozi wa kila kampeni dhidi ya islam. Historia inathibitisha ya kwamba katika makabila yote ya mayahud banu quraiza walikuwa wamezidi katika uadui. Basi kwa yakini kufukuzwa kwa banu quraiza kungeweza kuwa sababu ya hatari nyingi zaidi kuliko zile walizosababisha banu nazir kwa kuibusha vita ya ahzab kwa waislamu. Na kama waislamu wangefanya hivyo sawa na hali ya zama ile, kitendo chao hicho kisingekuwa chini ya kitendo cha kujiua. Lakini je, juu ya uso wa dunia ipo kaumu yoyote ambayo inaweza kukubali njia hii ya kujiua ili adui wake waishi hai? Kama hapana, basi kwa yakini waislam pia hawezi kushutumiwa katika hilo, kwamba wao kwa nini hawakujiua ili banu quraiza wangebaki kuwa hai. Basi adhabu hizi mbili hazikuwa mumkin, na kuchagua moja kati ya hizi kulikuwa ni kujiingiza katika maangamio, na kuziacha adhabu hizi mbili njia ile tu ilikuwa wazi walioichagua. bila shaka hukumu ya saad katika asili yake ilikuwa ni hukumu kali, na asili ya kibinadamu kizwahiri inasikitika juu yake. Lakini ni swali kwamba je, ilikuwepo njia nyingine mina ghairi yake ambayo ingechaguliwa? Daktari mpasuaji anapokata mkono wa mgonjwa wake au anakata mguu wake au analazimika kukata kiungo kingine cha mwili katika upasuaji, hapo moyo wa kila mtu mwema unahuzunika ukifikiri kwamba kama hii isingetokea ingekuwa bora, lakini kwa sababu ya hali analazimika kukubali. Bali katika hali za namna hii kitendo hicho cha mpasuaji kinafahamika kuwa kitendo kizuri, kwamba yeye kwa kukata kiungo kimoja amesalimisha uhai wa binadamu. Vivyo hivyo hukumu ya Saad kuhusu Banu Qurayza, japokuwa katika dhati yake ilikuwa kali, lakini hii ilikuwa ni natija ya lazima katika hali zile, na min ghairi yake waislamu hawakuwa na njia nyingine. Ndio sababu kwamba mwanahistoria kama Margolis ambaye si rafiki ya islam wakati huu amelazimika kukiri ya kwamba hukumu ya Saad ilikuwa natija ya hali halisi na min ghairi yake haikuwepo njia nyingine. Hivyo bwana Margolis anaandika ya kwamba shambulizi la vita ya ahzab ambalo Muhammad sahib alikuwa amedai kwamba likashindikana kwa sababu ya mpango wa Mungu tu, lilikuwa ni natija ya majaribio yenye uchochezi wa Banu Nazir, au ilikuwa inaeleweka kwamba ile ni natija ya harakati zao. Na Banu Nazir walikuwa ni watu ambao Muhammad sahib sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameishia kuwafukuza tu nje ya nchi. Sasa hii ilikuwa ni swali kwamba je, Muhammad sahib sallallahu alaihi wasallam kwa kuwafukuza Banu Qurayza nje ya watani angeongeza idadi ya wale wenye kupanga njama zidi yake? Katika sura ya pili, kaumu ile isingeweza kuachwa katika Madina ambayo ilikuwa imewasaidia kwa uwazi wa shambuliaji wengine. Kufukuzwa kwao hakukuwa na amani, lakini hata kubaki kwao katika Madina pia ilikuwa na hatari. Basi haikuwepo njia nyingine isipokuwa ingetolewa amri ya kuuawa kwao. Bwana Marglus anasema kisha jambo hili pia lizingatiwe ya kwamba Banu Qurayza hawakuwa washiriki wa mapatano tu, bali wao kwa mujibu wa mapatano yao ya awali walikuwa wamesha kubali serikali ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Madina, au kwa uchache walikuwa wamekubali mamlaka yake. Basi nafasi yao haikuwa kama msaliti mmoja au adui wa kawaida tu, bali wao kwa yakini walikuwa waasi, na waasi hatari mno. Na adhabu ya muasi hasa katika siku za vita haikufahamika isipokuwa mauaji tu. Muasi asipoadhibiwa vikali, nizamu ya utawala inavunjika kabisa,
na watu wenye shari na waleta ufisadi wanapata ujasiri ambao unakuwa sababu ya kuangamiza amani katika jamii. Na kwa yakini katika hali hizi kumhurumia muasi kunakuwa ni kama kuizulumu nchi na wananchi wenye kupenda amani. hivyo serikali zote zilizo na usarabu hadi leo zimeendelea kuwapa waasi wa namna hii, wawe wanaume au wanawake, adhabu ya kifo, na mtu yeyote mwenye akili timamu hakuwapinga kamwe. basi hukumu ya Saad ilikuwa ikiendana na kanuni za adili na uadilifu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya ahadi yake alikuwa hawezi kutumia huruma yake katika hukumu hii isipokuwa kwa mtu moja moja, na kwa ajili yake Mtume akafanya kila aliloweza kufanya, yani mtu moja moja kama wangeomba msamaha angeweza kuwasamehe, lakini hakuwa na uwezo wa kuwasamehe kaumu nzima, kwani Hasad alikuwa amechukua ahadi kutoka kwake. Lakini inaonekana kwamba Mayahud kwa kuhisi majuto kwamba wao walikataa kumkubali kuwa jaji, hawakuja kwake ili kuomba msamaha, na ni zwahiri ya kwamba bila ombi asingeweza kuwasamehe, kwani mwasi asiyedhihirisha majuto juu ya kosa lake kumwacha huru kungeweza kuleta matokeo mabaya ya kisiasa. jambo jingine muhimu likumbukwe ya kwamba mapatano yaliyokuwa yamefungwa baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mayahudi, katika masharti yake sharti moja ilikuwa ni kwamba likitokea jambo fulani kuhusu Mayahudi linalohitaji utatuzi, hapo hukumu yake itatolewa sawa na sheria yao. hivyo historia inatuambia kwamba chini ya mapatano hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam daima katika maswala ya Mayahudi alikuwa anatoa hukumu sawa na sheria ya Musa. Sasa tunaangalia Taurati. Humo katika adhabu ya kosa kama hili waliotenda Banu Qurayza tunakuta limeandikwa lile lile alilotoa Saad bin Muaz. hivyo katika Biblia amri hii ya Mungu imeandikwa ya kwamba, na ukifika karibu ya mji ili kupigana nao, kwanza utolee ujumbe wa suluhu, ndipo itatokea hivi kwamba wakitoa jibu kwamba wamekubali suluhu na wakufungulie mlango, basi viumbe wote waishio katika mji watakulipa kodi na watakutumikia, na wasipofanya nawe suluhu bali wapigane nawe vita, basi uwazingire na Mungu wako autiapo mkononi mwako, umue kila mwanamume wa huko kwa upanga, kwa ncha ya upanga, lakini wanawake na watoto na wanyama na vyote vilivyomo mjini uiteke kwa ajili yako. Kumbukumbu ya Taurati mlango 20 aya 10 hadi 15. amri hii ya sheria ya Kiyahudi haikuwa amri ya maneno tu isiyofuatwa kamwe, bali Bani Israeli daima wameendelea kuitekeleza, na mizozo ya Kiyahudi daima imeendelea kutatuliwa kwa kanuni hiyo hiyo. hivyo huu ni mfano wake, na wao yani wana wa Israeli walipigana vita na Madiani kama Mungu alivyokuwa amemwambia Musa, na wakawaua wanaume wote. nao pamoja na kuwaua hawa wakawaua Adi na Rakam na Sur na Hur na Riba ambao walikuwa wafalme watano wa Midian, na pia wakamua Balaam mtoto wa Baur, na wana wa Israel wakawateka wanawake na watoto wa Madian, na wakapora wanyama na makondoo na mbuzi na mali zao zote, na wakachukua mali yote ya ngawira na wafungwa na wanyama na wafungwa wale na ngawira na vitu vyote wakavileta kwa Musa na Al-Yazar kahini na jamaat nzima ya Bani Israel katika medani za Moab kando ya Yarden ambayo ni zidi ya Yerihu. Imeandikwa katika kitabu cha Hesabu mlango wa 3 aya 7 hadi 12.
kwa vitu vile hatmasi wa nasra yeye pia alikuwa miongoni mwa wana wa israeli japo hakupata nafasi ya kutawala katika maisha yake wala hazikutokea nafasi za vita na mapigano ambapo ingeweza kudhihiri njia yake ya matendo lakini kutoka kwa baadhi ya sentensi zake tunaweza kupiga hesabu kwamba alikuwa na mawazo gani kuhusu maadui wenye shari na wenye asili mbaya akiongea na maadui zake hatmasi anasema eni manyoka watoto wa manyoka kivipi mtasalimika na adhabu ya jahanamu yani eni watu nini mmekuwa manyoka hatari na mmestahiki kuangamizwa lakini mimi sina uwezo wake kwamba niwapatieni adhabu lakini nini mumwogope mungu na kwa kufikiri kuhusu adhabu ya jahanamu mujizuie kutoka matendo yenu na maasi yenu aghlabu hii ndio sababu kwamba wafuasi wa hatmasihi waliopata nguvu katika dunia wao chini ya mafundisho haya ya hatmasihi kwamba maadui wenye shari wanastahiki kuangamizwa misili ya manyoka na inge mtu yote ambaye wangemkuta kama mbaya au mwenye shari na wakamkuta kama kizuizi katika matakwa yao hawakujizuia isipokuwa kumwangamiza hiyo tunayoangalia historia ya kaumu za kimasihi imejaa na mifano ya namna hii muhtasari wake ndio huu kwamba hata kama hukumu ya saad ieleweke kuwa kali katika dhati yake lakini haikuwa kinyume cha adili na uadilifu na kwa yakini kosa la mayahudi na uhifadhi wa waislamu vitu hivi vilihitaji hukumu hiyo hiyo na kisha hukumu hii ilikuwa sawa na sheria ya mayahudi bali kwa mujibu wa mapatano ya awali ilikuwa muhimu kwamba ingetokea hivi kwani kwa mujibu wa mapatano yale waislamu walikuwa wakilazimika kwamba watoe hukumu sawa na sheria ya mayahudi na hiyo ilikuwa ni hukumu ya saad bin muaz na haikuwa ya mtume sallallahu alaihi wasallam na saad ndiye alikuwa akiwajibika mwanzo hadi mwisho na mtume sallallahu alaihi wasallam uhusiano wake kama mwenyekiti wa utawala ulikuwa ndio huu tu kwamba yeye chini ya uongozi wa serikali yake afanye mpango wa kufanya utekelezaji wake na hiyo imekwisha elezwa kwamba mtume akatekelezesha hukumu yake kwa njia hii kwamba kwa njia hii ambayo inaweza kufahamika kuwa mfano bora kabisa kwa serikali yoyote ya dunia basi hili ni jibu la watu wenye kuleta shutma wa zama hizi ambao wanaleta shutma zidi ya islam na katika natija yake baadhi ya watu wetu pia wanaasirika maswali yanaibuka kwa vijana kwamba kwa nini banu quraiza waliuawa na wakitumia njia hiyo kisha baadhi ya watu wenye kuuliza maswali wameanza kusema kwamba hatua zinazoendelea kuchukuliwa dhidi ya wapalestina pia ni halali ilhali hali yao iliyopo wakati huu haina munasaba na hali ya zama zile na kisha wanaendelea kuwaua kina mama na watoto vile vile kwa vyote vile hili ni kosa la waislamu tu ambao kwa ajili ya kujipatia maslahi zao Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر